Unachangamka kidogo. Tangu kuanzishwa kwake, tamasha hili limeendelea kupata umaarufu mkubwa na hivyo kuvutia washiriki kutoka maeneo mbalimbali ya Zanzibar, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nje ya nchi. Kwa hakika hii ni fursa muhimu kwa mkoa wa Kusini Unguja na nchi yetu kwa ujumla kutangaza fursa mbalimbali zilizopo zikiwemo za utalii, biashara na uwekezaji, hususan katika sekta ya uchumi wa bluu. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nimevutiwa sana na ubunifu wa matukio mbalimbali yaliyopangwa katika kufanikisha tamasha hili. Nimefurahishwa kuona ratiba ya tamasha la mwaka huu imejumuisha mashindano ya ngalawa, maonyesho ya sanaa, michezo mbalimbali, vyakula vya asili, muziki na uzinduzi wa miradi ya maendeleo. Tamasha hili ni jukwaa la kuhamasisha shughuli za maendeleo. Nawapongeza kwa kulitumia tamasha hili kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika masuala ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii kupitia maonyesho ya biashara, miradi ya maendeleo, michezo na makongamano kuhusu matumizi ya nishati safi na namna ya kunufaika na fursa za uchumi wa buluu. Wito wangu kwenu, tuendelee kuwa wabunifu na kuweka mikakati thabiti ya kuendelea kutumia tamasha hili kutangaza vivutio vya utalii, fursa za biashara na uwekezaji na kuimarisha umoja na mshikamano wetu kwa lengo la kuchochea ushiriki wa wananchi katika shughuli za kiuchumi na kijamii kwa maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa, tamasha la Kizimkazi Festival limeleta fursa kubwa sana kwa wananchi wa mkoa huu, lakini serikali yako unayoiongoza imefanya miradi mikubwa sana ambayo wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja tumekuwa tukijivunia nayo. Yapo mengi ulioyaanzisha huku katika sekta zote. Tumeanza katika miradi ya afya, miradi ya barabara na kuimarisha miundombinu mingine, lakini tuna miradi mikubwa ya elimu na kadhalika. Na miradi yote hiyo miongoni mwayo imo kwenye ratiba ya mwaka huu ya Kizimkazi Festival. Matembezi haya si burudani pekee, bali ni sehemu ya kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kufanya mazoezi, kujenga afya bora na kuzingatia mtindo wa maisha unaozingatia afya. Aidha, tukio hili limetupa fursa ya kuimarisha umoja, mshikamano na mahusiano mema miongoni mwa wananchi kutoka maeneo na makundi mbalimbali wanaoshiriki nasi leo. Taasisi inayoongoza Mwanamke Initiative Foundation imeendelea kutoa mchango katika kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo zinaikabili jamii kutokana na changamoto ya afya. Kwa kutambua umuhimu wa afya katika maendeleo ya jamii, nguzo ya afya ndani ya MIF ilianzishwa mwaka 2022 kwa lengo la kusaidia upatikanaji wa huduma za afya, matibabu, msaada wa kisaikolojia na kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha afya ya umma.